sheria ambacho tumekipata siku ya leo kutoka kwa mtumishi wake. Jana niliwaahidi kuzungumzia juu ya somo la mawasiliano, na huenda hatutazungumzia hii mada ya tofauti kati ya wanaume na wanawake, ili niweze kutimiza ahadi yangu niliyoahidi jana. Mawasiliano ni sehemu pia ya kusaidia kupunguza migogoro na kupunguza athari ambazo shetani amezileta katika familia. Na kwa hiyo leo tutajifunza aina ya kwanza, mfululizo wa kwanza wa mawasiliano, na kesho tutaendelea na mfululizo wa pili. Lakini ninachosema leo ni kuna aina 6 za mawasiliano katika ndoa. Aina hizi 6 zote ni muhimu katika wanandoa, na wanandoa wazuri wanapaswa kuwa na aina zote hizi 6 katika mawasiliano yao. Kabla hatujaenda huko, neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Mithali sura ya 18 na fungu la 2, linasema, mpumbavu hapendezwi na ufahamu, ila moyo wake udhihirike tu. Neno hili linatuambia kwamba mpumbavu yeye hataki kusikiliza. Anachotaka ni kujieleza yeye mwenyewe, kueleza mawazo yake, kueleza hisia zake, lakini inapofika katika kumsikiliza mtu mwingine hana nafasi. Na kwa hivyo Biblia inamuita mpumbavu. Kwa hiyo anatuambia kwamba katika mawasiliano, kama hakuna kusikiliza, mawasiliano hayajawa sahihi. Na sasa tuangalie aina hizi 6 za mawasiliano katika ndoa. Na kumbuka nimekuambia kwamba aina hizi zote ni lazima ziwepo, isipokuwa wanandoa walio wengi hawazitumii zote 6. Wengi wanaishia ya kwanza au ya pili au ya 3. Wachache sana wanafikia hii aina ya 4, ya 5 na ya 6. Baada ya kumaliza somo hili utajitathmini katika ndoa yako kwamba mimi nawasilianaje katika ndoa yangu. Nina aina zote hizi. Ya kwanza ni taarifa za msingi. Ya pili, ushirikiano katika ndoa na katika mawasiliano. Aina nyingine ya mawasiliano ni ya utatuzi wa migogoro. Nyingine ni muunganiko au connection katika mazungumzo. Na nyingine ya 5 ni kujiweka wazi au kujifunua kwa mwenzi wako. Na ya 6 ni mawasiliano ya karibu au mawasiliano ya kina. Na kwa hivyo tutaangalia moja baada ya nyingine kwamba inakuwaje katika mawasiliano hayo. Hii aina ya kwanza ya taarifa za msingi ni aina ambayo watu wote wanafanya katika familia, na kiukweli haina mchango mkubwa sana katika kukuza yale mahusiano, kwa sababu hata watu walioachana wanawasiliana katika aina hii ya mawasiliano. Hii ni kupeana taarifa tu za muhimu. Ni yale ambayo tunaambiana kila siku, kama kusema kumwambia mume wako shuleni wametuma madai ya ada za watoto. Hilo unamwambia. Unampenda humpendi, utamwambia. Mko karibu katika mawasiliano, utasema. Ukisema kwamba fulani amelazwa hospitali, au kusema kwamba kumwambia kwamba maji tayari, na anasema sawa, kitu kama hicho. Hiyo ni yale habari za kawaida. Au mwanamume anasema kwamba mkanda wangu uko wapi? Anataka kuvaa suruali, mkanda wangu uko wapi? Na ukiona unampatia, unasema hata uongee kitu kingine, maana anachohitaji ni ule mkanda. Na kwa hivyo, ingawa aina hii ni ya muhimu katika mawasiliano, haitoshelezi kujenga mahusiano katika familia au kati ya wanandoa. Aina nyingine ni hii ushirikiano au partnership.
Hii kwa sababu mke na mume wanashirikiana mambo mengi. Wanashirikiana katika kulea, wanashirikiana katika matumizi na mahitaji ya familia, majukumu. Lazima wawasiliane katika majukumu hayo. Na kwa hivyo kwenye ndoa yenye afya ni muhimu kuwasiliana. Huwezi ukaenda ukanunua gunia la mchele wakati hamjawasiliana na mwenzako, na mwingine tena kaleta gunia la mchele, huenda angeleta la maharage. Kwa hiyo kwa sababu ya majukumu mnalazimika kuwasiliana na kujadiliana, kwa sababu ninyi ni washirika. Mkifika kwenye ndoa na hili hamliwezi, basi ndoa iko katika hatari ya kufa. Jambo la tatu au aina ya tatu ya mawasiliano ni yale mawasiliano yanayopofanyika wakati mnatatua migogoro. Mnapotatua migogoro, mmehitilafiana, basi inabidi haya mazungumzo yafanyike, aina hii ya mawasiliano. Na sasa kwa nini ipo? Ni kwa sababu kila ndoa inapata migogoro. Kila ndoa kuna kutofautiana, kwa sababu watu hawa ni tofauti. Wamekutana wakiwa watu wazima, haiba zao ni tofauti, mapenzi yao ni tofauti. Kwa hiyo ili kuishi pamoja lazima kuwekana sawa nyakati nyingine. Na kuna wakati wa kukasirishana, kuna wakati wa kutokufurahiana. Kwa sababu hata hivyo, jana tulijifunza kwamba hawa ni wenye dhambi wawili wanaoungana. Wakiwepo wenye dhambi wawili, kukosana kuna kuwepo. Sasa kutoelewana ni jambo la kawaida, lakini mnapojadili mambo kwa haki na upendo, kutokuelewana kuna jenga, hakubomoi, kuna kuza, kuna saidia. Na katika kutatua migogoro ndani ya mawasiliano hayo, unapaswa kuwa mwema, unapaswa kusikiliza, unapaswa kutafuta kuelewa kwa nini mwenzi wangu anajisikia hivi, kwa nini anaonekana kupaza sauti katika hili. Basi katika kuhitilafiana huko, tatueni migogoro hiyo kwa ajili ya ustawi wa familia. Kwa hiyo hii aina pia inakuwepo katika mawasiliano ndani ya ndoa. Na utafiti unasema kwamba watoto ambao wamekuwa katika ndoa za watu walioachika, yani wazazi kama waliachika, mara nyingi hii sehemu hawataki kuishughulikia, yani hawataki kujadili wakati wa migogoro, kwa sababu wanahisi watakapojadili wanaweza wakaachana kama wazazi wao walivyoachana. Na kwa hiyo wananyamaza, na wanaponyamaza matatizo yanakuwa zaidi. Kwa hiyo wana hofu ya kuharibu ndoa zao. Aina nyingine ni ile ya muunganiko au connection. Hii kwa namna fulani kuna ukaribu uliopo kati ya wanandoa. Na katika ndoa yenye uhusiano mzuri, mtu na mwenzi wake wanaungana, wanakuwa karibu, wanakuwa na mazungumzo, wanaweza wakazungumza wakiwa wanatazamana. Hivi mlikwisha kuona kwamba wanandoa wengi hawatazamani? Hata hapa kama uko na mke wako na mume wako, nikiwaambia muangalie mke wako kwenye mboni ya jicho lake au mume wako, utaona watu wanapata makengeza ghafla. Hawatazamani, wanaogopana, lakini huyu ni mtu ambaye umemchagua kuishi naye maishani. Kwa hiyo katika muunganiko, wanandoa hawa walio katika hii hatua wanaweza wakazungumza, wakacheka pamoja, wakagusana miili yao kwa upendo na kuambiana maneno mazuri. Ni katika hii level ya mawasiliano. Wanadamu tumeumbwa ili kutafuta mahusiano, na utafiti unaonyesha kwamba wakati wa chakula ni wakati mzuri sana wa kutengeneza mawasiliano ya namna hii, wa kuongea vizuri, wa kutiana moyo. Na kwa bahati mbaya siku hizi watu wako busy, hata muda wa kula pamoja haupo. Kwa hiyo ili kuwa na afya nzuri ya familia, pata angalau mlo mmoja kwa siku ambao mnaweza mkala na mwenzi wako. Na mnapokula, mtu asiende mashariki na magharibi, kila mtu kula mahali pake.
Hivi umekwisha kuona ninazungumza na wanawake wengi anapokuwa na wageni, wanapokuwa na tukio mahali fulani, watu wanakula chakula, anawahudumia watu vizuri, anamgeresha mtu, anamwambia nikuongezee juice, nikuongezee nini. Haya maneno wanaume pia wanahitaji kuyasikia. Wakati wa chakula anapoyasikia hayo anajisikia vizuri. Ni wakati mnapokuwa na muunganiko mzuri ndipo mnaweza mkawa na maongezi ya namna hii. Ni wakati ambapo hata katika maongezi wakati wa chakula na familia, wazazi unaona huyu mtoto ana tabia gani katika kula. Wewe baba unayenunua chakula unajua huyu mtoto anashiba, anakula vizuri au yuko namna gani. Wakati wa chakula ni wakati mzuri sana wa kuwa na maongezi ya namna hiyo. Kuna aina ya 5 ya kujiweka wazi, personal revelation au disclosure. Hii ikoje? Hii ni hatua ya mbele zaidi katika mahusiano, ndani ya mawasiliano katika mahusiano ya wanandoa. Hii ni ya muhimu sana. Inahusisha mahusiano ya kweli. Unamwambia mwenzi wako kuhusu hisia zako. Unamwambia mwenzi wako maoni yako, mawazo yako. Na unapokuwa hapa ni lazima muwe na kiwango kizuri cha mazungumzo, cha kupendana, cha kuaminiana, cha kukumbukana, cha kujaliana, cha kuthaminiana. Kwa hiyo mawasiliano haya unamruhusu mwenzi wako aingie katika ulimwengu wako. Ajue ni zaidi ya kumwambia habari fulani. Unamwambia ni kwa nini habari hiyo iko mahali ilipo. Kwa hiyo aina hii ya kujiweka wazi ni aina ya karibu sana katika mawasiliano. Hivi unajua kuna watu wako wazi sana kwa marafiki wa nje, lakini sio kwa watu wa familia yao. Ndani ya familia, mwanamke hajui ulimwengu wa mume wake, mume hajui ulimwengu wa mke wake. Ni wageni wanaokutana tu kwenye familia kujadili namna ya kuendesha familia, lakini hawa watu sio marafiki. Nakumbuka hata ile siku za nyuma nilizungumza. Sio marafiki. Ni marafiki ndio wanaojiweka wazi. Ndio wanaongea siri za ndoa zinasikika nje, lakini haziko ndani ya ndoa. Hazipo. La 6 ni hili hapa, mawasiliano ya karibu zaidi au intimate communication. Hili hapa ni inaambatana na kuonyesha vitendo vya upendo, maneno ya upendo, kauli za kupenda na kumwambia mtu nakupenda. Ninajua utamaduni wetu. Wakati mwingine natumia nguvu nyingi kuweza kumwambia mtu nakupenda. Unaona kama atajisikia nimejishusha sana kumwambia nakupenda. Lakini haya maneno sisi tunayatumia tunapochumbia. Hasa wanaume wana maneno mazuri katika kuchumbia. Sijui nani anawafundisha. Ila wakati ukifika katika ndoa, maneno haya yanayeyuka, yanaanza kupungua, yanapungua. Unaanza kuitwa wewe, sio tena dia, wala sio mpenzi, wala sio nini. Sasa kwa sababu hiyo, ule uhusiano wa karibu zaidi ndio wakati wa kumwambia mpenzi wako au mwenzi wako maneno mazuri. Na kwa bahati mbaya tujue kwamba kuna wezi wa ndoa, kuna wanyang'anyi wa ndoa wanajua jambo hili. Kwa sababu mtu anapoambiwa vizuri, anapotendewa vitendo vizuri, yale maneno ya kuunganisha moyo, yanayojenga ukaribu, unayofanya wanandoa wawe imara, yale maneno ambayo mtu haambiwi na mtu mwingine isipokuwa mwenzi wake. Wapo watu wanaovizia na kumwambia mwenzi wa mwingine. Anapoyasikiliza moyo unavutwa kwa huyo mtu, kwa sababu nyumbani hayasikii. Hivyo ndoa zinavovunjwa. Kwa hiyo, na kama mtu ni mwaminifu ndani ya familia, anakaukiwa kwa sababu anahitaji kuyasikia yale maneno, maana hakuna mtu mwingine duniani atakayemwambia.
wala hakuna atakayemtendea kwa ukaribu. Ndio maana mwanamke ambaye amekosa hilo, akiguswa tu na mtu mwingine ameyeyuka, maana hakuguswa nyumbani, haguswi na mwanamume hali kadhalika. Na kwa hivyo wanaweza wakafanya mawasiliano haya kujenga mahusiano ya karibu kwa sababu ya mtu unayempenda. Sasa jiulize, mawasiliano yako yakoje? Wewe unayenisikiliza, katika familia yako, katika ndoa yako, mawasiliano yako yakoje? Angalia jinsi wewe na mwenzi wako mnavyowasiliana. Je, hizi aina 3 za mwisho za mawasiliano zipo katika ndoa yako? Unajua hasa ile aina ya 5, wakati huo mtu anaweza kasema hata changamoto anazozipitia katika moyo wake, ndani anageuza kichwa huku na huku mpaka anapata upaa, lakini hawezi kumwambia mwenzi wake. Hawezi. Anakufia kuaminiana hakupo. Kuaminiana kukiwepo, basi hizi aina zitakuwepo za mawasiliano. Wanandoa wanakuwa karibu na Mungu na kuwasiliana naye kwa kupitia neno lake na kuomba. Mnapowasiliana na Mungu kwa maombi na kuomba, maana Mungu naye ni Mungu wa mahusiano, basi unajifunza kupata upendo katika mahusiano yako, upendo wa Mungu. Na huyu upendo wa Mungu ndio unaohama na kwenda kuwa upendo kwa mwenzi wako. Maana Biblia katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 4 fungu la 8, neno la Mungu linasema, yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Kwa hiyo unajua, huwezi kutenda vitu vizuri pasipo kupenda. Na ukitenda vitu vizuri pasipo kupenda, kuna siku utaacha, au kuna siku utamkumbusha yule uliyemtendea. Katika ndoa ndipo mahali ambapo upendo wa Mungu unapaswa kuaksiwa kwa wanandoa. Maana na watafiti wanasema kwamba upendo uliopo kati ya baba na mama ndio unaoweza kuwasilisha upendo wa Mungu kwa watoto. Watoto wanajua baba wa mbinguni, wanaweza kumuelewa upendo wake kwa kumwangalia baba wa duniani anavyowapenda. Mawasiliano yako yakoje? Kila aina ya mawasiliano hizi tuliyoyataja yanapaswa kupewa kipaumbele. Hata yale ya kawaida tu, wasiliana. Kwa ukweli huwezi kuacha kuwasiliana. Maana hata ukinuna unawasiliana, una ujumbe unausema kwamba sitaji kuongea, nimechoka kuzungumza, au nimekasirika, au nimekwazika, unapeleka ujumbe. Kwa hiyo bora uwasiliane tu vizuri. Kwa hiyo kila aina ya mawasiliano ipewe kipaumbele katika ndoa yako. Inaweza isiwe rahisi, lakini inatupasa tuweze kuzungumza sisi kwa sisi katika ngazi zote za mawasiliano. Hivi niwaambie jambo hili linalonisikitisha. Unajua kuna watu wengi watakosa uzima wa milele kwa sababu tu ya maisha, yani ndoa imekuwa kikwazo. Na kujikana nafsi ili aishi vizuri na familia yake ni jambo gumu sana. Yuko tayari kujikana nafsi aishi vizuri na watu wengine, lakini kile kiburi, ile kujishusha kwa mwenzi wako ambaye ulimpenda ukamchagua, linakuwa gumu na tatizo kwa wengi. Kwa hiyo tunaingia katika upendo kupitia kuzungumza. Niliwaambia mapema kwamba wakati wa kuchumbiana watu wanaongea vizuri. Muda ungenitosha ningewaambia. Si mnajua miaka yetu hiyo watu walikuwa wanawasiliana kwa barua. Hakuna simu. Hiyo barua inavyoandikwa vizuri na kijana anayeoa ina uwezo wa kukutunza mwezi mzima mpaka utakapopata barua nyingine. Maana ni tamu, ina maneno mazuri. Si ndio?
Sasa hayo maneno mazuri yanawavuta wanawake sana. Nataka niwaambie wanaume mnaonisikiliza, wanawake tunapendwa kuambiwa vitu vizuri. Tunapendwa ukaribu, tunapenda yale maneno mazuri, na hicho ndicho kinachotukimbiza. Mwanamke, jaribu tu, wanaume mliokaa na wake zenu hapa, jaribu hata sasa hivi, fanya experiment, mwambie kitu kizuri, leo utakula ugali mzuri kuliko ulivyowahi kula. Utahudumiwa vizuri. Na kwa hiyo ipo waunganisha mke na wale watarajiwa, yanategemewa kwamba yaendelee. Upendo ndivyo unavyotakiwa. Hata ndani ya wanyama wana mawasiliano. Chunguza ndege, chunguza wanyama wa mwitu, wanaonyesha upendo katika mahusiano. Sasa mwanadamu yeye anakuaje yeye ambaye ameumba kwa mfano wa Mungu? Halafu kwa hiyo ili tudumu katika upendo, mawasiliano ni muhimu pia yaendelee kama yalivyoanza. Mawasiliano yakoje katika ndoa yako? Leo natamani uanze upya, na wala usione aibu kuanza upya katika ndoa yako. Kwa sababu ukiwa namtendea vyema yule uliyemchagua, kuna hasara gani? Si umewekeza, maana kile ulichowekeza ndicho utakachopata ukitaka kukitumia. Zamani kulikuwa na mtoto wangu mmoja anasema akiniomba pesa akiwa mdogo, namwambia unajua sina. Anasema sikwambii unipe sasa hivi, si unaenda benki. Unaona, yeye anajua kwamba hata kama ukuweka benki unapata hela. Sasa kuna watu wanataka wafurahie ndoa bila kuwekeza. Ndoa kuifurahia lazima uwekeze. Kila siku weka kitu kwenye account. Weka kwenye account, hata kama ni tabasamu, hata kama ni neno zuri, hata kama ni mguso mzuri, hata kama ni kazawadi kazuri, hata kama ni kutia moyo. Wanawake mlioko hapa, wanaume hawa usiwaone, wanapenda kutiwa moyo. Hata asipoongea anataka kutiwa moyo. Hata ukimwambia akasema ujue amefurahi moyoni, anaenda na likariri kichwani. Mtie moyo, kwa sababu usipomtia moyo, wapo watakao mtia moyo na ataanguka. Kwa hiyo mawasiliano yafanyie kazi vizuri. Kesho tutaongea sasa kwamba ili uwasiliane vizuri unafanyaje. Tutaliongelea kesho vizuri. Namba 2 ya hatua za mawasiliano tutaongea. Unazungumzaje? Unasikilizaje? Tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, wewe ni Mungu wa mahusiano, na unapenda wanadamu tuhusiane vizuri. Wewe uliumba upendo, na unahitaji kuona upendo kati ya watoto wako ulioumba kwa mfano wako. Mungu wetu, tunakiri kwamba mara nyingi tumekuangusha. Hatufanye kama ambavyo ungetarajia tufanye. Tumeishi na mizigo katika mioyo yetu. Naomba Bwana, msikilizaji anayenisikiliza, mpatie nafasi ya kufunguka kwa mwenzi wake. Mpatie nafasi ya kujenga na kuweka akiba katika mahusiano yake, kwa sababu tunapohusiana na wewe tunahusiana vizuri na wale tunaoishi nao, na kisha tunaandaliwa kwa ajili ya uzima wa milele. Tunaomba uendelee kuwa pamoja nasi, utusaidie tudumu kwako, maana tumeomba kwa jina la Yesu. Amen. Nyayo za mpekuzi.